Ndio hivyo, lakini wanariadha hata wakishindana, baada ya mashindano wanakuwa vizuri. Lakini adui wa mtu wa kutaka kufilisisha maisha yako, wa kutaka kufilisisha huduma yako, hata umpe nini hata riziki. Amena. Sitahubiri kama mwinjilisti, nisamee kwa hiyo, maana wengi wanatazamia sana mahubiri ya uinjilisti. Ila nimeshukuru mzee amesema kwamba kuna mkutano wa injili hapa. Kwa maana mkutano huo mtaona uinjilisti. Mimi siko mwinjilisti, niko mchungaji. Kwa hiyo nahubiri mafundisho. Amen. Amen. Naenda na kuruka jamani, maana mambo ni mengi. Tumesema kwamba kuna aina tatu za adui. Adui wa kwanza ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe, mwili wako mwenyewe ni adui wa huduma yako. Soma Luka. Ali tayari asome Luka. Luka 15:11 na kuendelea. Inaeleza habari za mwana mpotevu. Mwana mpotevu baada ya kupata mali za baba yake, aliamua kuchukua mali na kwenda nazo huko. Akatumia mali zote, fedha zote akatumia kwa anasa. Lakini alivyoona mali zinaisha, fedha zinaisha, bilimbidi arudi tena kwa baba yake. Amena. Bilimbidi arudi kwa baba yake kuomba msamaha. Alianza kujuta moyoni mwake. Kabla hajaambiwa na mtu mwingine kwamba nenda kwa baba yako, hajaambiwa kwamba wewe mbona wewe ni mtoto wa nani? Wewe ni kabila gani? Hakuna mtu, Biblia yangu itasema kwamba kuna mtu aliyeambia mwana mpotevu kwamba wewe ni mtoto wa nani? Wewe ni kabila gani? Mbona unahangaika hapa? Lakini mwenyewe alijuta kwa moyo wake na kusema hapana, siwezi nikahangaika namna hii pindi baba yangu ni tajiri sana, ana wafanyakazi wengi anatumia pale, lakini mimi nahangaika muda huu. Ngoja niende kwa baba. Yeye akaamua peke yake akaenda kwa baba yake. Na alivyofika aliomba baba yake msamaha, baba yake akaweza kumsamehe. Amena. Kumbe adui wa kwanza ni mwili wako. Mwili unapowaka tamaa, unajiletea uadui peke yako. Unavyotamani na ndivyo unajiletea uadui. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtu anaweza kuwa na kipawa kizuri, una karama nzuri unayotumia, lakini kwa juu ya kiburi ya karama yako unajiweka uadui na karama yako mwenyewe. Sijui kama naeleweka hivi. Mtu anajiweka uadui na karama yake mwenyewe kulingana na jinsi anavyojiweka mwenyewe. Kumbe wewe mwenyewe ni adui wa karama yako. Wewe ni mpiga ngoma, wewe ni mpiga keyboard. Pale tunahangaika na wapiga keyboard na wewe upo. Fulani yuko wapi? Bado anaenda chooni. Hita fulani tunaanza kwenye sifa, yeye bado ndo anaanza kuzunguka. Unakuta anaona pale hakuna mtu mwingine, ni yeye tu. Sasa anapandisha kiburi. Anapopandisha kiburi, huduma ile karama inaenda inaisha taratibu. Alafu jinsi Mungu alivyo mkuu, jinsi Mungu alivyokuwa neema, anainua mtu mwingine pale, anakuwa pale. Utakavyotoka kule kufika hapo unakuta chini yako lipo mtu mwingine. Huyu tena amekuja wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ndio kwamba baada ya wewe kutaka kufilisisha huduma yako, Mungu kainua mtu mwingine. Maana kazi ya Mungu haiwezi kuisha kwa mtu mwingine. Amena. Kumbe wewe mwenyewe unasababisha huduma yako isisonge mbele. Wewe mwenyewe ni adui wa karama yako. Wewe mwenyewe ni adui wa wokovu wako. Tayari ulivyookoka, ulimpenda Yesu vizuri, ukamkubali sawa sawa. Lakini baada ya kuokoka, ukaona kwamba umeshazoea. Katika mazoea hayo yanakupeleka mpaka umsahau tena Yesu. Unaanza kutumia mambo mengine. Mwili unaanza kukuongoza sasa. Unakuwa sasa unaongozwa na mwili wako. Maana unapoongozwa na mwili, vya roho tena havimo. Sio hivyo jamani? Unaanza sasa kuongozwa na mwili. Lakini hapa Luka anaeleza habari za mwana mpotevu, jinsi gani alivyohangaika baada ya kupata tamaa. Mwili ukamsumbua sana mpaka akajikuta sasa ni adui wa maisha yake mwenyewe.
Maana kama mtu alikuwa analala kwenye nyumba za hivi, nyumba za fahari, lakini sasa anaanza lala kwenye mifereji. Unaona ni shida hiyo. Alishakuwa adui mwenyewe wa maisha yake. Maana hakuna hata msichana ambaye atamsogelea kwa sababu jinsi alivyo. Amejitenga mwenyewe na ulimwengu kwa sababu ya nini? Ya tamaa za kimwili. Amen. Kwa maana ni tamani. Mwili una mambo mengi sana. Lakini hatutaendelea sana na kuhusu mwili, wala hatutaendelea sana maana naona muda unaenda sana. Mtanisamea. Laiti kwamba tungekuja siku nzuri tungeendelea vizuri. Adui wa pili ni jamii inayokuzunguka. Walimwengu unaoishi nao, wanaokuzunguka pembeni, wanasababisha uadui wa maisha yako mwenyewe. Amen. Jamii zinazotuzunguka. Leo umebarikiwa kuwa mtumishi ndani ya kanisa, lakini mwanamke wako labda hajaokoka, inakuwa shida. Familia yako haijaokoka, inakuwa shida. Maana wewe unaenda kanisani, wewe unajibezi sana na masuala kanisa, lakini wanaokuzunguka hawataki. Wanataka zile saa za kwenda ibadani, wao ndio saa za kikao cha kanisa. Kikao cha familia. Wanataka saa za kufanya kazi za kanisa, wao wanataka mambo yao mengine. Unaona kama vile wao sasa inakuwa ni adui wa huduma ulionayo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe jamii inayotuzunguka zinasababisha huduma zetu zisisonge mbele. Unaweza kuwa uko vizuri sana na roho wa Mungu. Unanena kwa lugha kila siku, unaongea na Mungu kila siku, lakini watu nao wazunguka wanaanza mabaya juu yako. Wanaanza kuunda njama mbaya juu yako. Unakuta adui tayari anakuwa pale wa maisha ya huduma yako. Amen. Kumbe kwa mfano wewe ni mlokole, unachumbiwa na mtu ambaye hajaokoka. Unafikiri itaenda hiyo? Itaenda hiyo? Wewe unaokoka, unaenda chumbia, wala unachumbiwa na mtu ambaye hajaokoka. Nafikiri haiendi. Na hiyo ndio inasababisha huduma nyingi hasa za sisi vijana kuharibika. Huduma za sisi vijana zinaharibika mapema sana kuhusu hilo. Sasa kwa kupenda, kama ni mwanamke basi anakuja kihivyo tu, kwa sababu nimekupenda basi twende. Unafika kanisani, unaunga harusi, sawa. Unafanya sherehe za ndoa, yote yanakwisha. Lakini kwa sababu alienda kama vile anasukuma, maana alikuwa anapenda, mkishazaa watoto wawili watatu, mapenzi yanafanya yanaenda napungua. Jinsi mapenzi yanaenda napungua, hata jinsi ya kusogelea kwenye huduma inakuwa shida. Anafikiri yule mwanamke ambaye alikuwa naye kwenye maombi ndio mwingine wa kwako. Sasa unapoenda kwenye ibada za maombi, unashinda huko naomba Mungu, kufika nyumbani unakuta kuna kelele, kuna shida. Huyu Mungu kweli utamuomba na amani? Inakuwa shida sana. Inakuwa shida, mtumishi anajaribiwa. Unakuta mke wako sasa ndio inakuwa kwazo sasa. Majirani wanakuwa kwazo. Kumbe adui wa huduma wa pili ni watu, mazingira ambayo tunayoishi inasababisha huduma za mtu kutosonga mbele. Inasababisha huduma za mtu kuharibika. Inasababisha kazi zako za kihuduma kutokuendelea. Sema amen. Amen kubwa. Sisi watu wa Kigoma tuna Kiswahili chetu. Kwa hiyo nyinyi watu wa huku mnaongea Kiswahili cha Kiarabu, mtanisamea. Amen. Tunajaribu kwenda haraka jamani. Adui wa tatu ni Ibilisi ama Shetani. Nimesikia kuna wimbo hapa kwenye afaya walituimbia mawaimbaji wanasema kwamba vaeni silaha zote za Mungu kwa kumpinga nani? Huyo Shetani. Amen. Adui ni Shetani, na Shetani hatutamuona kwa macho. Shetani ana mambo mengi anayoyasuka katika ulimwengu wa roho, ambao labda tutamuona kwa macho.
Hebu ngoja nikwambie jinsi shetani aliweza kunifanyia katika safari hii. Tulivyokuja kufika Kigoma, pale stesheni tukalipa hela. Nikawa na hela zingine za nauli ya kunirudisha huko. Sisi kutoka hapa mpaka kufika kwetu tunalipa kama 50,000 na kidogo kwa kichwa cha mtu. Sasa nikawa na nauli nyingine nikaweka. Nilivyofika Morogoro kuangalia kwenye niliweka hela nikakuta hamna. Sasa akili zikavurugika. Nikasema basi nitakuja kuozea huku Dar es Salaam. Maana sina nauli. Sasa tunakuja, nikapigia mdogo wangu simu akanirudishia kama 100,000. Nikaenda Kariakoo nikanunua ndala za watoto. Maana wao walimwambia kwamba baba yuko da, kwa hiyo ututumie hela tununulie viatu pamoja na nguo. Pale jana nimeenda Kariakoo, nikanunua nguo, nikanunua viatu vya watoto. Kufika njiani tukaviacha. Amena. Mnaona jinsi shetani anafanyaga. Sasa sometimes nikafikiri labda hata kule kwenye tunaenda wasi tusiende, tugeuze moja kwa moja twende kule stesheni tusubirie huko maana moyo umewaka hasira sana. Sasa nikawaza sasa nitafanyaje? Sasa tayari yule mdogo wangu ameshapigia wale wa binti zake, maana mimi na watoto 6 wa kike na 1 wa kiume. Sasa ameshawapigia simu kwamba tayari nimempa baba yenu hela atawaletea viatu. Hivyo wana matumaini ya viatu. Sasa vimeshapotea. Mnaona changamoto hiyo. Lakini hayo ndio maandalizi ya shetani. Amena. Hayo ni maandalizi ya shetani. Maana shetani yeye yuko hapo anataka vikwazo mara kwa mara. Shetani huwaga anataka vikwazo, apendaje vizuri. Na hawezi taka wewe ubarikiwe. Amena. Amena. Maana laiti ningeenda na viatu huko nyumbani, wangesema baba yetu alikuwa kwenye huduma, ametuletea viatu. Si ndio hivyo? Mungu utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Maana nilikuwa wapi? Kwenye huduma. Sasa shetani anataka sasa wazarau sasa hii kazi ambayo tumefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naamini atashinda tu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Waefeso nasema kwamba unaposoma 5:6 hadi 10 inaeleza pale jinsi ya kuvaa silaha zote za Mungu. Kumbe tujue kwamba tunao maadui, hata kama unaokoka lakini una adui. Hata kama wewe ni mchaji wa Mungu lakini una maadui. Lakini kama una maadui lazima ujue jinsi utavaa silaha ili uweze kupambana na hizo adui. Kama wewe ni Mkristo ambaye siyejua kuvaa silaha za Mungu, hauwezi kupambana na adui. Na silaha ya kwanza ya Kristo ni maombi pamoja na neno. Amena. Silaha ya kwanza ya Kristo ni maombi pamoja na neno. Unaposoma Mathayo ile 26, kuna historia ya Yesu anapandishwa na Roho mlimani. Anafanya siku 40 akifundishwa na Mungu. Lakini kama alivyokuwa anafundishwa na Mungu, shetani naye alimsogelea hapo. Akapiga mahesabu kwamba mtu huyu tayari ana njaa. Na kama ana njaa, ngoja sasa nimwendee. Shetani hawezi kukuendea kama wewe unashiba. Ndio hivyo jamani. Ngoja nikupe mfano. Hivi mimi nimepoteza vitu, shetani sasa ndo anapata fursa ya kunijia sasa. Maana hawezi kunirubuni vizuri ili nimgeukie yeye. Amena. Kwa sababu gani? Ataona kwamba moyo wangu unafanya nini? Unahuzunika. Kama moyo wangu unahuzunika, hapo na yeye anaingia moja kwa moja hapo. Ndio maana ukisoma Ayubu 2 ile inasema kwamba palikuwepo na wana wa watu, shetani na yeye alikuwa. Ina maana kumbe shetani hayuko mbali na sisi. Shetani yuko kila sehemu. Lakini unajua kwamba kitakacho kusaidia kumpinga shetani ni maombi pamoja na neno la Mungu. Amen. Hauwezi kupinga shetani pasipokuwa na maombi. Na nguzo la kanisa ni maombi. Kanisa pasipo maombi aliendi. Kanisa ni lazima liombe.
Kanisa ni lazima lijue kuomba. Waumini wa kanisa lazima wajue kuomba. Sio kuomba ya kurasharasha, tunakuja kuomba tu Jumapili hapa eti kwamba tunaomba. Kanisa lazima iwe na ratiba za kuomba. Lazima iwe na ratiba za maombi na maombezi. Amena. Tunakamatwa na shetani bila kujua kwa ajili ya kukosa maombi. Unakuta Mkristo kwamba amepata mapepo. Hiyo ni ole sana. Bwana Yesu aturumie. Amen. Siku moja niko sehemu, mtumishi mmoja akapiga simu kwamba akapiga simu anatuambia sisi kwamba mke wangu amepelekwa kwenye maombi. Sasa mtumishi mwenzake akamuuliza, mke wako ameenda wapi kwenye maombi? Kuna nini? Nasema anaombewa huku na pepo ziko nyingi sana. Tena ilikuwa ni mchana kama saa 7 hivi. Anaombewa huku na pepo ziko nyingi sana. Mwenzake akamuuliza swali, mke wa mchungaji ndio yuko kwenye maombi, eti pepo hapo kama unajua kama mke wako haombi. Kumbe mke wako haombi Mungu. Itakuwaje mwanamke ambaye anaomba Mungu pepo zimshiki? Majini kushiriki. Itaanzaje kwanza? Amen. Amen. Na ninakimbia jina la Yesu. Majini nakimbia jina la Yesu. Sasa wewe kama hujui kuomba lazima itakushika. Na ni aibu sana watumishi kusikia kwamba ameshikwa na mapepo. Mimi naambia hata mke wangu, ni aibu sana kusikia kwamba wewe mama watoto, mke wa mchungaji aseme mapepo. Anaenda kuombea mapepo. Yeye wa kuombeana mapepo, yeye ndio anaenda kuombea mapepo. Bwana Yesu aturumie sana. Inaisha kwamba mchungaji ndio anaomba, yeye aombaje. Si ndio hivyo lakini? Si ndio hivyo? Kumbe mwanamke huyu atakuwa ni jaribu ya mchungaji. Maana kama mmoja anaomba mwingine aombi, si yako kuna jaribu tayari. Anayekuzunguka, aliyekuwa pembeni yako ndio jaribu lako. Amena. Lakini kama wewe ni mwombaji, hauwezi ukapagawa na pepo. Itaanzaje kwanza? Wasomi wa Biblia inasema kwamba pepo inatii. Na unapokutana na pepo, mtu wa mapepo, na wewe una moto wa mbinguni, moto wa Bwana, itakimbia tu. Amena. Wewe unaelekea vitu, mkikutana na vitu atakimbia. Maana yeye anakuogopa. Hebu Yesu katika safari zake za Injili alikutana na Yesu. Unafikiri aliombeaga zile pepo? Yeye Yesu hakuziombea. Lakini wao ndio walianza kumtambua Yesu. Wakasema kwamba Yesu, usitukumu, afadhali basi twende wapi? Akawaelekeza, twende kwa nguruwe. Pepo ndio zimemuona yeye. Lakini Yesu alikuwa bado hajaziona. Maana si walikuwa ni watu. Walikuwa ni watu. Sasa Yesu anapita hivi. Anapita. Sasa katika ule moto wao wakaanza kuogopa. Amena. Kumbe na wewe ukiwa na moto, mapepo yatakuogopa. Shetani atakukimbia mbali tu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Soma Nehemia. Tunasoma Nehemia 4:3. Jamani, naenda kwa haraka sababu ya wakati. Alita hadi asome Nehemia. Ama sote ni Waroma. Mnajua kisi Waroma wanafanyaka. Sisi ni wa Pentecost. Sawa? Sisi hatuko Waroma. Waroma ndio wanafanya padri akishasoma tayari aseme kweli, aseme uongo, Bwana awe nanyi au pia nawe tayari. Sio hivyo? Ndio Waroma wanafanya. Lakini sisi tunasoma, tunathibitisha na maandiko. Karibu mama kwa kusoma. Nehemia sura ya 4. Mstari wa 3 hapo. Mstari wa 3.